أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد. Ndugu Islam, tunaendelea na darasa zetu za fatawa za samahatu Sheikh al-Allama Ahmed bin Hamid al-Khalili al-Mufassir azahu Allah ta'ala, na leo tupo katika mlango wenye kuhusiana na wagonjwa na wasioweza kufunga. Swali la kwanza linasema, je, mnasemaje kuhusu mtu ambaye kwamba kashindwa kufunga Ramadhani kwa sababu ya maradhi na kwa sababu ya uzee? Je, mtu huyu amwajiri mtu mwingine amfungie? Taban, swala hili kama unavyoona linafanana na baadhi ya maswala ambayo kwamba tumeyasoma huko nyuma. Ala ayati hal, jawabu yake ni kwamba mtu huyo hatoajiri mtu ambaye kwamba hawezi kufunga Ramadhani, basi hatomwajiri mtu mwingine amfungie, bali atakachokifanya ni kulisha masikini. Ni kulisha masikini kila siku walokula maskini moja. Ikiwa mtu huyu hawezi kufunga wala hawezi kulipa baada ya kupita wakati, wala hatarajii kwamba atakuwa na hali ya kuweza kupoa akaweza kulipa saumu yake, kwa hivyo atakachokifanya ni hicho. Lakini ikiwa ni mtu ambaye kwamba anatarajia kwamba hali baadaye itakuwa nzuri, basi huyu atasubiri, akiweza atafunga. Na msingi wa haya ni kauli yake Mwenyezi Mungu aliposema, wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, na wale ambao kwamba wanaiweza kwa tabu, kwa mashaka. Yani hiyo yutiqunahu, watu wengine wanafasiri kwamba kuiweza, lakini si kuiweza, wanajikalifisha. Tafsiri sahihi ya neno hili hapa ni kwamba wale ambao kwamba kuifunga kwake ni kwa tabu, wanajikalifisha, yani kwa sababu ya maradhi au mengineyo, uzee, wanakuwa wanafunga kwa tabu, hawawezi yani. Kwa hivyo tikuna hapa kwa maana hawawezi, kifupi. Kwa hivyo hawa wao watafanya nini? Watalipa fidia ya kumlisha maskini mmoja. Hivyo ndivyo watakofanya, yani kwa kila siku. Wallahu a'lam. Swali, mwanamke ambaye kwamba ni mzee kaeka nia ya kufunga mwezi wa Rajabu wote na akafunga siku 10 za mwanzo, kisha baada hapo hakuweza kukamilisha, je, inajuzu kwamba mwanamke huyu sasa ale afunguze, asiendelee na kufunga? Na je, inamwajibikia kafara ikiwa hakukamilisha mwezi ambao kwamba kanuia kwamba ataufunga wote? Huu mwezi wa Rajabu anauliza hapa, si mwezi wa Ramadhani. Jawabu ni kwamba ikiwa funga hii ambayo kwamba kainuilia yeye ni funga ya nafila, yani funga ambayo kwamba si lazima, ni mwenyewe tu anajikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi huyu hakuna kinachomlazimu isipokuwa kuikamilisha ile siku ambayo kwamba kaamka yeye kaamka na funga, siku hiyo ndio lazima aikamilishe. Sawa Lakini hal kadhalika shekhi hakusudi kwamba ilazimishe kwa nguvu hata kama hawezi. Kama kashindwa njiani masala nyingine, lakini kama anaweza kukamilisha siku hiyo, anaweza kukamilisha, basi siku hiyo ni wajibu. Baada ya kuwa mtu kaanza kitu hata cha sunna katika madhhabi ya Kibadhi ndivyo wanavyoeleza. Wallahu a'lam madhhabi nyingine na mtazamo gani, lakini katika Ibadhi hata kitu cha sunna baada ya kuwa umekianza tayari ibada ya sunna, basi huruhusi na kuikata, unatakiwa ikamilishe. Yani kwa ile siku ile umeamka kama ni funga au kama ni sala ya sunna, ukishaanza kusali sunna hutakiwi ikate yani. Wanatoa shahidi mwingi, lakini kwa sasa hivi ninaokumbuka ni aya yenye kusema, ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allaha wa atii'u ar-rasula wa la tubtilu a'malakum, enyi mlioamini mtiini Mwenyezi Mungu, mtiini mtume wake, na msiyabatilishe matendo yenu. Huenda ikawa aya maana ya msingi aya sio hivyo, lakini wanatoa ushahidi maulama mara nyingi Kwa nini
kwa umumu lafdh, kwamba lafdh inaingiza maana zote hizi, kwamba mtu kaanza amali yake njema alafu akaibatilisha, hilo halikubaliki katika Uislamu. Ukianza kusali sunna lazima ukamilishe. Kabla kusali kwa kowe si lazima ile sala, lakini baada Allahu akbar takbiratul ihram ushipiga, basi lazima ukamilishe, usibatilishe sala yako. Halikadhalika saumu, umeamka siku hiyo ushafunga, basi usibatilishe. Kwa hivyo siku ambayo kwamba kaamka kafunga, hiyo ndio ikamilisha lazima, madamu anaweza. Siku nyingine hata akaweza hata asiweze, haimlazimu, kwa sababu yeye aslan ile funga si funga ya lazima na hajaianza bado, kwa sababu kila siku moja ikimalizika inakuwa ni wajibu tayari umekamilika, au kitendo kimoja kimekamilika. Swali: mtu ambaye kwamba anapaswa afunge masiku fulani ya Ramadhani lakini hawezi kuyafunga, yani mtu anadaiwa mwezi wa Ramadhani siku kadhaa wa kadhaa, lakini hawezi kuzifunga moja kwa moja zote, yani mfululizo. Je, mtu huyu afanye kitu gani? Jawabu ni kwamba ikiwa hawezi kufunga mfululizo, basi ni juu yake inampasa afunge kwa kuzifarikisha kwa uwezo wake. Yani kaweza kufunga mbili atafunga, kaweza kufunga tatu atafunga, kaweza kufunga moja atafunga, anavyoweza. Ikiwa hakuweza kufunga moja kwa moja, na aslan masala hii ina khilafu. Maulama wengine tangu mwanzo wanaona kwamba si lazima mtu kwamba katika kulipa Ramadhani alipe kwa mpigo mmoja zote afululize, kwa sababu wanaona wao kwamba Mwenyezi Mungu kasema pale fa'iddatun min ayyamin ukhra, kwamba ni idadi, ipatikane idadi ya masiku mengine. Kwa hivyo wao wanaona kwamba muhimu ni idadi tu, lakini maulama wengine wanasema la, na hii ndio kauli ambayo kwamba inategemewa zaidi katika madhhabi ya Kibadhi, kwamba la, idadi inatakikana sawa, lakini aya haijaonyesha kwamba mtu asifunge mfululizo, kwa sababu lau alifunga Ramadhani basi angeifunga mfululizo haikati. Kwa hivyo na kuilipa ailipe mfululizo, lakini kwa yule ambaye kwamba hawezi kwa sababu moja au nyingine, basi huyo sawa, atalipa idadi ya siku tu kwa mujibu wa uwezo wake. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, Mwenyezi Mungu haikalifi nafsi isipokuwa uwezo wake. Swali linasema, unasemaje kuhusu mtu ambaye kwamba ana maradhi ya nini? Ana maradhi ya mafigo na anasafishwa kila wiki mara 2, na kila ukoshaji mmoja basi unachukua masaa 4. Je, ni kitu gani ambacho kwamba kinamwajibikia mtu huyu katika hali ya kufunga ikiwa hilo haliwezi? Jawabu ni kwamba ikiwa jambo hilo litampelekea yeye kwamba lazima ale, basi atakula kisha atakuja kulipa kile alichokila katika siku nyingine ambazo kwamba atakuwa anaweza kufunga. Wallahu aalam. Swali: mtu ambaye kwamba ana maradhi ya moyo akafunga Ramadhani siku 15, kisha daktari akamzuia, akamwambia kwamba asifunge, je, afanyeje? Jawabu ni kwamba haimwajibiki yeye au haimpasi yeye na kufunga katika hali hii. Na kwa masala ya kufunga tena hapa wajibu wake unamuondokea. Ikiwa mtu huyu anatarajia kwamba maradhi yake atapoa, basi atasubiri inshallah tabaraka taala mpaka Mwenyezi Mungu akimpa afya, akipoa atafunga. Wakati huo atalipa kile ambacho kwamba kakila au zile siku ambazo kwamba hakuzifunga. Na ikiwa hatarajii kwamba maradhi yake ni maradhi ya kupoa, basi kila siku moja atalisha maskini. Wallahu aalam. Swali: mtu ambaye kwamba kasibiwa na maradhi ya sukari na mengineyo miongoni mwa maradhi, ana maradhi ya sukari na ana maradhi mengine, ikawa hakuweza kufunga mwezi wa Ramadhani kwa sababu anakula dawa mchana,
Je, mtu huyu kinamlazimu kitu gani? Masala haya kama unavyoona mengi yanafanana, jawabu yake ni moja takriban. Jawabu ni kwamba mtu huyu ikiwa ni maradhi ambayo kwamba hatarajii kwamba atapoa, basi chake yeye kinachomlazimu ni kwamba kila siku alishe maskini 60. Kwa hapa maradhi yote ufahamu ikiwa ni maradhi ambayo mtu anatarajia kupoa, basi maradhi hayo atasubiri, akipoa atalipa. Na ikiwa ni maradhi ambayo kwamba hatarajii kupoa, basi la hayo ndio tena atachokifanya ni kuwalisha maskini kila siku, kulisha maskini mmoja na siku 30 zile atalisha maskini 30. Na hakuna ubaya kama tulivyoona huko nyuma kwamba akitaka atakushanya maskini 30 wote walishe siku moja, pia inawezekana, au kuwapa chakula maskini 30 kwa mara moja wote, yote mawili inawezekana. Swali linasema, mtu mgonjwa katika mwezi wa Ramadhani na baada ya kupita siku 10 akafa, je, mtoto wake kinamlazimu kitu gani? Jawabu ni kwamba ikiwa hizi siku 10 hakufunga, ikiwa hizi siku 10 ambazo kwamba aliumwa hakufunga, basi mtoto wake atafanya anavyotaka katika mawili, ama atamlishia au atamfungia, au atamlishia maskini 10 kila siku moja, alikuwa hakufunga maskini mmoja, au atamfungia anavyotaka, vote sasa watu. Swali, mtu ambaye kwamba ni mzee naye ni mgonjwa, yuko hospitali, hakufunga muda wa miezi miwili iliyopita hakufunga, labda anakusudia kama Ramadhani 2 zimepita hakufunga, naye ni fakiri, hawezi kulisha, je afanye nini? Jawabu ni kwamba ikiwa hawezi kufunga wala kulisha, basi Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kustahili kumsamehe, kwani Mwenyezi Mungu haikalifi nafsi ila uwezo wake. Swali, mtu ambaye kwamba ni msafiri akaumwa katika safari yake na daktari Muislamu akamnasihi kwamba asifunge Ramadhani wala funga nyingine kwa sababu inadhuru siha yake, je mnamwamrisha vipi? Jawabu ni kwamba mtu huyu atakula na atakapoweza atakupata siha atafunga, atalipa. Na kama tulivyoona kwamba kama ikiwa ni maradhi ambayo kwamba hatarajii kupoa, basi inakuwa ndio kasameheka. Swali, je, mimi na wajibu gani mbele ya mzee wangu, ambapo kwamba mzee wangu mimi mwanamke, mama yangu hakusali wala hakufunga mwezi Ramadhani kwa sababu ya uzito wa maradhi, na kafa wala hakuhusia, na alikuwa amepoteza fahamu mwishoni mwa uhai wake? Jawabu ni kwamba ama kwa upande wa wajibu la, basi hakuna kinachokuwajibikia, lakini kwa upande wa kufanya ihsani na ubora ni kwamba ni bora ukamlishia kila siku ambayo kwamba hakufunga na yeye ana akili maskini mmoja. Ama zile siku ambazo kwamba akili imepotea kabisa, basi yeye mtu huyo anakuwa taklifu imemuondokea. Na pia inatakiwa vile vile kutakiwa huko sio kama ni unaamrishwa, lakini ni vizuri ukamtolea sadaka na ukamfanyia kafara kadiri ya uwezo wako. Kwa hivyo siku ambazo kwamba fahamu alikuwa nayo ni bora kumfungia au kumlishia maskini, haikulazimu kama tulivyosema kwamba wajibu hauhami kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine, lakini ni bora kufanya hivyo, na kumtolea sadaka mzee ndio jambo bora zaidi. Na zile siku ambazo kwamba kapoteza akili kabisa, kapoteza fahamu, inakuwa basi yule mama alikuwa ndo wajibu hana tena, yani hakuna kinachomwajibikia tena, kwa sababu wajibu faradhi na nini zote zimefungamanishwa na akili. Ndio maana mtoto halazimiki na kitu kwa sababu bado hana akili, halikadhalika mwendazimu halazimiki na kitu kwa sababu gani? Kwa sababu hana akili. Kama hadithi ilivyosema kwamba Mwenyezi Mungu kawaondoshia kalamu watu watatu, miongoni mwao nani? Ni mtoto na mwendazimu. Swali linasema,
msafiri katoka katika mwezi Ramadhani nyumbani kwake kuelekea mji Maskati, na aliporudi akala kwa sababu ya joto kali, na alipofika nyumbani kwake akajizuia asile mpaka ukafika wakati wa kufutari. Je, mtu huyu ni kitu gani ambacho kwamba kinampasa au kinamlazimu? Jawabu ni kwamba juu yake au kinachomlazimu ni kulipa tu ile siku. Kwa sababu gani? Kwa sababu huyu ni msafiri. Msafiri yeye halazimiki na kufunga aslan. Kwa hivyo ikiwa kasafiri kaingia katika hukumu ya safar, akala karuhusika. Ingawa kama tulivyosema kwamba je, ni bora kufunga au bora kutokufunga, hilo ni kama Sheikh alivyosherehesha huko nyuma, kaeleza ni kwamba hilo linategemea hali yake. Ikiwa yuko katika hali ya raha, basi kwake yeye chenye uzito ni kwamba afunge. Ikiwa ni hali ya shida katika safari yake, basi chenye uzito kwake ni bora ale. Swali ni kwamba wanawake wawili walitoka wakaenda kwa mguu kutoka katika kijiji kimoja mpaka kijiji cha pili, na masafa baina ya vijiji viwili ni kilomita 4 takriban. Na baada ya kurejea, mmoja akapigwa na kiu akanywa maji kwa hoja kwamba yeye hawezi kufunga siku ile kutokana na tabu ambayo kwamba kaipata njiani. Je, nini hukumu ya hilo? Na kilomita 4 kwa nchi za Arabuni nyingi sana ikiwa wakati wa jua, kwa sababu jua la huko kali sana, joto kubwa sana. Kwa hivyo ikiwa ni wakati wa joto, basi hizo ni nyingi sana, yani hasa ikiwa mchana. Jawabu ni kwamba ikiwa alihofia kuangamia, basi hana kinachomwajibikia isipokuwa ile siku ilipe tu. Yani mtu akifika daraja kwamba lau ataendelea kufunga ataangamia, basi inakuwa hapo tena wajibu wake ale au anywe, halafu ailipe siku na wala hana kafara. Na ikiwa ni kiu ya kawaida tu wala hakuogopa kuangamia, basi kinachompasa ni kwamba ailipe siku ile, atubie na alipe kafara. Na kafara yenyewe ni kumwachia mtumwa au kufunga miezi 2 mfululizo au kuwalisha maskini 60. Lakini fatwa hii kama anavyosema hapa chini katika maelezo kwamba fatwa hii ni kwa mujibu wa Sheikh alivyokuwa akijibu zamani, kwamba kafara hii mtu ana khiari yake. Lakini dhahir ni kwamba sasa hivi Sheikh ana mtazamo mwingine kwamba kafara hii ni kwa mujibu wa taratibu kama ilivyokuja katika hadithi, kwamba kwanza iwe ni kulisha maskini. Ikiwa hakupatikana kulisha maskini, basi kinachofuata kwanza ni kumwachia mtumwa. Kafara ya mtu ambaye kama hakufunga, kwanza ni kumwachia mtumwa. Leo mtumwa hamna tena, kwa hivyo kinachofuata ni kwa sasa hivi kwanza afunge miezi 2. Ikiwa miezi 2 hakufunga, basi hakuweza, ndio alishe maskini 60. Hivi ndivyo ilivyokuja katika hadithi ya Abu Huraira. Kwa hivyo kwa mujibu wa maelezo yake hapa katika kitabu ni kwamba Sheikh sasa hivi ana mtazamo mwingine kwamba kafara sasa hivi hii ya kufunga ya saumu haina khiari, bali ina mpangilio. Mpangilio wake ni huo: kwanza kuachia mtumwa. Hukuweza kuachia mtumwa, utafunga miezi 2. Hukuweza kufunga miezi 2, ndio tena hapo utafanya nini? Utalisha maskini 60. Naam. Swali linasema, mtu ambaye kwamba alikuwa kafunga kwa ajili ya kulipa akala kwa sababu fulani, na mwingine pia alikuwa akifunga kwa kulipa katika Ramadhani, kisha akala kwa sababu maradhi ambayo kwamba yalimshika, kisha baada ya kupoa akatosheka na kulisha tu. Nini hukumu nini kauli yako kuhusu habari ya watu hawa? Jawabu ni kwamba wa mwanzo ikiwa kala kwa dharura, basi hana kinachompasa isipokuwa kitu gani? Kulipa tu siku zake.
Ama wa pili, basi yeye hana budi kwamba alipe ikiwa anaweza, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kwa hivyo yule wa mwanzo maana yake ni kwamba ikiwa kafunga, ikiwa kala bila dharura, basi afunge. Na naam anasema wa mwanzo ikiwa kufunga kwake dharura, basi hana kinachompasa isipokuwa alipe siku yake tu, ailipe. Sawa Ama huyu wa pili, yeye hana budi kwamba alipe ikiwa anaweza, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema faidatu min ayami ukhra. Naam, wallahu tabaraka wa taala a'lam. Suali linasema, mwanamke ambaye kwamba kapewa habari kama mwezi wa Ramadhani umeingia baada ya kuchomoza jua, na alikuwa ananyonyesha mmoja ya watoto wake au mmoja wa watoto wake, na mwanamke huyu ikawa na kiu, akahofia kwa uzito wa kiu, kwa hivyo ikampelekea anywe maji, kisha baada hapo kajizuia. Je, ni kitu gani ambacho kwamba kinamwajibikia katika hali hii? Pamoja na kwamba mwanamke huyu hakukuwa wakati huo na haya mawasiliano ambayo kwamba yapo leo, ikawa mwanamke huyu kaweza kujua habari tangu usiku kwamba mwezi umeandama. Jawabu ni kwamba kwa sababu yeye kala kwa sababu ya kiu. Huyu mwanamke kala kwa sababu ya kiu, na huenda ikawa kahofia juu ya nafsi yake au mtoto wake, na yeye mwanamke huyu hakuamka kwa nia ya nini ya kufunga, basi hana kinachompasa isipokuwa kulipa siku hiyo, kwa sababu mwanamke huyu ananyonyesha, mwenye kunyonyesha, mwenye mimba, wana hukumu zao mbali. Suali, mwanamke ambaye kwamba katokwa na damu mwezi wa Ramadhani na yeye ana mimba, je, inamfalia mwanamke huyu kwamba afunge katika hali hiyo? Na nini kauli yako kuhusu sala yake? Jawabu ni kwamba damu hii si katika hedhi, kwa sababu hakuna hedhi na pamoja na mimba. Katika kauli sahihi ni kwamba hedhi na mimba havi ambatani. Mwanamke akiwa na mimba anakuwa hapati hedhi, ndio kauli ambayo kama inategemewa, bali hii ni istihadha. Kwa hivyo mwanamke huyo atafunga na atasali, isipokuwa ikiwa hawezi, ikawa anapata madhara ikiwa atafunga, basi anaweza mwanamke huyu kula kisha akalipa kile ambacho kwamba kakila, yani siku alizokula atazilipa katika siku nyingine atazoweza. Suali la mwisho, mtu kamwambia mke wake, kamwamrisha amuandalie chakula na amhudhurishe chakula katika mchana wa mwezi wa Ramadhani, na mwanamke kafunga, mwanamke akakataa, lakini mwanamume kashikilia na akamtishia kumwacha, kumpiga talaka ikiwa hakubali kumletea chakula. Je, unasemaje kuhusu habari hiyo? Je, inamlazimu mwanamke huyu kumtii mume wake, pamoja na kwamba mume huyu ni Muislamu na si mwenye kushindwa kufunga, lakini hataki tu kufunga? Yani mwanamume mzima haumwi, lakini hataki tu kufunga, anamwamrisha mke wake kwa nguvu lazima mlete chakula. Vipi, akubali au asikubali? Jawabu, hakuna kumtii yoyote katika kumwasi Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasema wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala ithmi wal udwani, kwamba shirikianeni katika mambo mema, shirikianeni katika mambo ya Mungu, msishirikiane katika mambo maovu na mambo ya uadui. Kwa hivyo haruhusiki mwanamke huyu kupeleka chakula kwa mume wake, na kama ni talaka haya wacha ije, lakini haruhusiki kumpeleka chakula madamu haumwi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam kasema la ta'ata li makhluqi fi ma'siyati al-khaliq, hakuna kumcha au hakuna kumtii kiumbe ukamwasi muumba. Kwa hivyo hilo haliruhusiki. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah alazim wa lakum. Inshallah tunaishi hapa, na kesho tukijaliwa tunaingia mlango mwingine, nao ni mlango wa funga
za ambazo si za lazima za nafil. Wa sallallahu sallam baraka sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.